Wanatunduma, leo nimekuja na salamu zenu kutoka kwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Anawasalimia sana Wanatunduma. Lakini pia mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, naye amenituma nilete salamu zenu. Pokeeni salamu zake. Fanya mikutano maeneo yote, sijapata kuona umati wa watu mkubwa unaojitokeza kama hapa Tunduma. Hongera sana Watunduma. Dalili ya kukutana na wapenda maendeleo ndio nyie mnaongoza kwamba nyie ni wapenda maendeleo. Ndugu wananchi, mimi nafanya ziara yangu nimeanzia mkoani Katavi, nimekuja mkoani Rukwa, na leo niko Songwe, kesho nitakuwa Mtwara. Ni lazima nipite nione, nikague kama kuna kuweka mawe ya msingi, kufungua miradi yote inayotekelezwa na serikali hii, serikali iliyoko madarakani na Chama cha Mapinduzi. Itakuwa na maeneo matatu. Hii hapa ni eneo la kwanza lenye mjumba huu. Tutakuwa na eneo la pili lenye mjumba kama huo. Tutakuwa na eneo la tatu lenye mjumba unaofanana na huo. Tunataka hospitali hii ijengwe, wagonjwa wakuja asubuhi na kurudi nyumbani, inaitwa OPD. Tunataka tujenge chumba cha dawa, duka la dawa, ambalo pia hata nchi mikoa jirani wanakuja kununua dawa hapa badala ya kwenda Mbeya. Tunataka tujenge chumba cha mionzi, x-ray ya kisasa, ya unaingia kwenye chumba unaondoka picha unaikuta chumba cha pili. Tunataka tujenge maabara inayopima magonjwa yote na ugonjwa unaojua wewe utapimwa huko. Tunataka tujenge theater, chumba maalum cha magonjwa ya macho kinachopatikana miwani, wale wanahitaji miwani. Maeneo mengine ni ngumu kupata chumba hicho, lakini tumeamua kuleta Tunduma. Dr. Magufuli oye! Dr. Magufuli oye! Tunataka tujenge eneo maalum tena kule gorofani kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, chumba cha mama na mtoto. Mama atakwenda atafanya mazoezi ya kupanda gorofa, akienda huko anarudi kwa nguvu zake zote na mwana wake. Kama kunahitaji operation, kila kitu kinaishia huko gorofani. Wakina mama oye! Mmefika kwenye serikali hii, inawaangalia kwa macho yote na wala mtapata shida. Endeleeni kumwamini Dr. John Pombe Magufuli. Magufuli oye! Taka tujenge chumba cha meno, kuziba, kuondoa na kuweka jingine, hata kuvesha kofia meno. Maana siku hizi kuna utaalamu wa kuvesha meno kofia ili uendelee kutafuna nyama pale. Lakini pia kuna jengo la utawala. Mganga mkuu wa wilaya atakuwa na ofisi yake, katibu wa afya ofisi yake, na wale wote wanaofanya shughuli za kuangalia eneo lote la hospitali ya wilaya, ambalo pia hapa ipo, tutaweka pale. Tunajenga eneo la dharura. Tunduma ni eneo lenye magari mengi. Kutoka Mbeya mpaka Tunduma kuna msongamano mkubwa sana wa magari. Na barabara hii nataka niwaambie, kwa uimarishaji wa bandari hizi zinazojengwa huku, idadi ya wafanyabiashara kutoka kwenye nchi hizo watakuwa wengi na watapita Tunduma. Tunajenga chumba cha dharura kama vile kile cha Muhimbili hapa. Edari wetu, rais wetu Dr. John Pombe Magufuli alikuja kuzindua boda ile, naambiwa sasa inafanya kazi vizuri. Tutoa maagizo ya mpaka ule ujiainishe, Zambia tujue ni wapi, Tanzania ni wapi, na ambayo utekelezaji unaendelea ili kuweza kudhibiti mianya ya rushwa na magendo.
Rushwa na magendo ni ugonjwa mkubwa unaozorotesha uchumi wa nchi, na kama tungeacha mpaka leo unaendelea kwa utaratibu ule, tusingekuwa tuna uwezo wa kukusanya mapato hata kwa halmashauri yetu, kwa sababu halikuwa hajulikani nani yuko wapi, anatakiwa kufanya nini. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, bado tuendelee na kazi hiyo ya kuainisha mpaka ule ujulikane, tumjue nani yuko Zambia, nani yuko Tanzania, nani anahitaji mahitaji Zambia, nani anataka mahitaji Tanzania, ili turuhusu halmashauri yetu ya Tunduma kujisimamia kimapato. Na tukishafika hatua hiyo, miradi mingi zaidi itatekelezwa kuliko hii ambayo imetekelezwa sasa. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hilo liendelee kusimamia. Wakina mama, swala la maji limekuwa kipaumbele vile vile, na rais wetu amesema nataka tuone watu au Watanzania wanapata maji karibu na mahali kwenye makazi yao. Akaanzisha kampeni ya kumtua ndoo mama kichwani. Kampeni hii maana yake ni kumwondolea adha mama, kumwondolea adha kijana wa Tanzania anayejali wazazi wake, anayetembea na basikeli au bodaboda na madumu nyuma kwenda kutafuta maji kusiojulikana. Ni wajibu wa serikali yetu na ni maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, tulete maji kwenye maeneo yote ya vijiji. Mkoa huu tumeleta bilioni 10 na mkuu wa mkoa akasema hapa kwa ajili ya miradi kadhaa. Kule Mbozi kuna mradi wa Iyula Gard mpaka Itaka, tumepeleka bilioni 7.2. Ileje Chabu mpaka Hale Itale milioni 608. Momba Chapwa Mpemba Chitete bilioni 1 na milioni 89,000. Songwe pale mjini, Mkwajuni, Kapalala sijui mpaka Kaloleni pale tumepeleka bilioni 1 na milioni 500. Na kwa sasa upatikanaji wa maji kama alivyosema mkuu wa mkoa, tumetoka 57.25, malengo yetu tufikia 78.6. Tunataka tunufaishe wa Tanzania kwenye maeneo haya, na mji huu hapa Tunduma tuna miradi mingi sana. Tuna mradi wa NWIF miradi 16 inatekelezwa ndani ya wilaya hii ya Momba pamoja na hapa Tunduma. Lakini tuna mradi wa Ruwasa, una miradi kama 28 midogo ya kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na angalau kisima, ili wananchi wajue kijiji hiki maji yanapatikana pale, badala ya kuhangaika kwenda huko na huko. Kuna miradi ya P4R miradi 21 yenye thamani, miradi hii yote hii bilioni 5 na milioni 600. Tunduma hiyo wananchi msikie, na ni serikali yenu inafanya haya mambo. Lakini pia mwaka huu tuna mradi wa Mpanda Kati ndio tumetenga bilioni 2 milioni 968,000 kwa ajili ya vitongoji maeneo ya Ipito, Chapwa Mpemba, Katete, Chipaka Katete, na tunatarajia watu zaidi ya 159,000 watanufaika na mradi huo. Na bado tunaendelea kufanya tathmini. Ruwasa iendelee kufanya tathmini kila palipo kijiji na kila maji. Fanyeni upimaji, mjue ni eneo gani unaweza kupata chanzo. Je, chanzo hicho kina maji mengi kiasi gani? Na kama maji yanayopatikana zaidi ya lita 4,700, hapo tunaweka mtandao wa bomba kijiji kizima. Huo ndio mkakati wa serikali yetu. Kwa Ruwasa, fanya kazi, pima maeneo yote, tujue wapi wanatoa maji, na miradi ikamilika tuambie vijiji vingapi tayari, vijiji vingapi bado. Tunduma na Momba hapa nasema hapa ni Tunduma tu, sijagusa maeneo mengine. Sisi kwenye maji tumejipanga vizuri, na wakina mama mtulie, malengo hakuna kwenda mbali na ndoo, na vijana sasa hakuna kupanda basikeli na madumu nyuma kufuata maji kusiyojulikana. Lazima muende maeneo ambayo ni rasmi.
Naona vijana wengi hapa, najua mtataka kuzungumzia sekta ya elimu. Kwenye elimu wala msihofu. Msihofu kabisa. Sio na wasiwasi kabisa. Kama wewe ni mwanafunzi, uwe uko shule au unatarajia kwenda shule, nchi hii imejipanga vizuri kumsomesha mtoto wa Tanzania. Na tumeweka ulazima wa kila mtoto wa Tanzania lazima aende shule, hata kama ni mtoto wako. Swala la shule ni lazima, sio hiari. Na nimsikie vizuri. Mtoto kumpeleka shule Tanzania ni lazima, sio hiari. Lazima mtoto apate shule. Hata shida, shule zipo, tumejenga. Kila kijiji kina shule za msingi. Kila kata kuna sekondari. Kwa nini asiende shule? Na tumesema tukikuta mtoto kituo cha mabasi anauza maandazi, ndizi bila kwenda shule, sisi na mzazi. Kwa sababu kila mtoto ana baba yake na mama. Kwa nini umemwacha akauze ndizi? Na hizo ndizi kazipata wapi? Hawezi kulima. Lazima umempa wewe. Tukikukamata sisi na wewe. Rais alipopita kwenye kampeni, Watanzania walilia michango ya hovyo shuleni. Rais amefuta michango yote ya hovyo. Tulijua michango ile walimu walikuwa wananunua kalamu, watakuna manila, wananunua marker pen, wananunua chaki, makaratasi ya muda mfupi. Amesema hakuna kuchangisha kwa ajili ya hiyo. Yeye Rais Dr. John Pombe Magufuli kila mwezi anatoa bilioni 24 na milioni 400. Na zinasambazwa shule zote za msingi na sekondari. Walimu wanunua hizo chaki, wanunua makaratasi, wanunua marker pen. Hakuna kuchangisha mzazi. Mzazi atachangia tu mradi mchango, labda kama choo kimebomoka, wazazi wataka kujenga choo, changeni tu, hamna shida hiyo. Sasa kama kuna mtu atakuja atasema msichange, huyo atakuwa na wapotosha. Michango ya hovyo imekatazwa, na hakuna michango ya hovyo, na maafisa elimu msimamie kuto kuwepo kwa michango ya hovyo. Michango ya hovyo ikoje? Ni ile ambayo mwalimu jioni anaagana na wanafunzi, anasema wanafunzi hamjambo, ndio nenda nyumbani, haya kesho kila moja ni 200. Hazina maelezo, marufuku. 200 sio kwa maelezo, ni marufuku. Michango ni ile kamati ya shule imekutana na wazazi, darasa limebomoka ghafla, wataka kurejesha kwa haraka, mnakubaliana kuchangia, safi tu. Lakini atakayechangisha, atakayetoa tamko la mchango baada ya kukubaliana ni mkuu wa wilaya au mkurugenzi. Nyewekeni mipango, nenda mkaripoti kwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Darasa hili limeanguka, lakini sisi tumeamua tufanye mchango kidogo. Shilingi ngapi? 5,500. Mmekubaliana? Ndio. Mkuu wa wilaya atakuja au mkurugenzi atakuja. Atakagua mazingira hayo, ataangalia uhalisia. Yeye ndo atasema, ndugu wazazi, nimekuja kwa niaba ya kamati yenu ya wazazi, kamati ya shule, tumekubaliana kama mlivyokubaliana kuchangia shilingi 5,500. Na anayekusanya ni kiongozi wa serikali ambaye yuko huko mtendaji wa kata, yuko wa elimu, yuko mtendaji wa kata, na risiti lazima itolewe. Hatutaki michango ya hovyo. Inakera wazazi, wanashinda kupeleka wanafunzi shule wakati Mtanzania lazima apate shule. Na rais amesema kuanzia chekechea mpaka form 4 shule ni bure. Hiyo hela yako sasa, nunua sare kwa mtoto, nunua daftari, kiatu kizuri, socks, na ale vizuri, aende shule. Hatuna shida. Sisi tunachofanya huko serikalini, tunawaunga mkono wananchi kuleta fedha kwa ajili ya maboresho ya shule zetu. Nyingine zimechakaa, sasa tunazirudisha kwenye hali yake ya kawaida. Kuna sekondari zimechoka, tunazirudisha kwenye ujana. Mkoa wenu hapa tulileta bilioni 1 milioni 300. Tukaleta bilioni 1 na milioni 830,000. Tunduma tukawapa milioni 693. Momba milioni 699, ili muweze kuratibu vizuri maeneo ya kukarabati na kurudisha shule ziwe shule zilizovutia. Hapa Tunduma tulishaleta fedha kwa ajili ya shule msingi Tazara, Mansele, Tanganyika, Chapwa na Ndanga na Sogea. Tulishaleta fedha kwa ajili ya kurekebisha shule, na tutaendelea kuziletea shule nyingine zilizobaki zote. Sekondari na ile ya Mpemba, Mwakakati na Namaole, tulishaleta pale milioni 135.
kwa ajili ya kurekebisha vizuri, zikae vizuri, iwe ni mazingira mazuri kwa mwalimu na mwanafunzi anayesoma. Na tunaendelea kuleta fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati wa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwenye elimu hapa lazima tuhakikishe watu wetu wanaenda shule. Nataka niwaambie, tumegundua Tunduma kuna tatizo hapa. Tatizo lipo, niseme mimba ya wanafunzi. Vijana mpo nyie, mnasababisha mimba kwa watoto wetu wa shule. Nataka niwaambie, serikali yenu imetengeneza sheria ya kumlinda mtoto wa kike. Tunataka aanze shule chekechea mpaka amalize form 6. Hakuna kumgusa mtu, na ukimgusa huyu ukamharibia ndoto yake ya kupata elimu mpaka chuo kikuu, ukaharibu malengo yake ya maisha yake baadaye, kwamba katikati kumdanganya, kumrubuni, kumuoa, kwamba katikati ukampa mimba. Kama hujafanya tendo hilo, jiulize na miaka mingapi? Maana adhabu yake tukijumlisha na miaka yako, sio wewe utakayerudi tena hapo, na inawezekana usirudi, bado umri utaishia huko. Ukimweka mimba mwanafunzi wa shule msingi, ukimwoa mwanafunzi wa shule msingi wa sekondari mpaka form 6, jela miaka 30. Tena hili mahakimu wala ucheleweshi, ukifikishwa tu ni moja unakatiza tu je gerezani. Hapa gereza linatoa wapi? Ilembo huko. Kati ya mambo ambayo sasa tunataka tusimamie ni kuondoa kuwepo kwa mimba shuleni, kwa kusimamia sheria hii na itekelezwe. Lazima tumlinde mtoto wa kike, tukimlinda mtoto wa kiume, lakini wa kike dhidi ya kumuoa na kumweka mimba. Huyu mtoto huyu ukimuona, huyu ni wako huyu. Ile kauli mbiu ni muhimu sana. Mtoto wa mwenzio, mtoto wa mwenzio, kila mwanafunzi, kila mtoto anayemuona basi jua kwa ni mwanao. Rais wetu amesema anataka kuona kila nyumba ya Tanzania inawaka umeme. Kila nyumba ya Tanzania, hiyo nyumba yako hiyo lazima iwake umeme. Hatuangalii nyumba ile gani, mpaka Tembe tunapeleka umeme. Mpaka Tembe tunapeleka umeme. Na hapa tumeshaanza kutekeleza. Zaidi ya vijiji 203 vimeshawekwa. Ni asilimia 60. Mkandarasi yupo, wanaendelea. Hawatoki mpaka wamalize vijiji vyote vya wilaya hii na vijiji vya wilaya nyingine. Na Afrika sasa ni taifa la kwanza ndani ya Afrika kupeleka umeme mpaka vijijini kwa wananchi. Mheshimiwa Sirinda ametoa mfano huko Momba, ametaja vijiji vilivyo huko vina umeme, na tutaendelea kuweka umeme huko. Na rais amesema ili uweze kumvuta umeme nyumbani kwako, amepunguza bei. Mmeshaisikia sana, amepunguza kutoka 380,000, sasa utakuwa unavuta umeme kwa shilingi 27,000 tu. Hawa ni rais, hakuna ambaye atashindwa Tunduma wala shilingi 27,000. Vuta umeme, peleka kwenye Tembe lako. Vuta umeme, pelekee bibi kijijini. Vuta umeme, pelekee shangazi. Una uwezo kuongea mashangazi mpaka 6. Shilingi 27. Na kwenye hili wala usiogope. Hata kama nyumba itakuwa iko kule, inahitaji nguzo hapa nyingi tu. Zitapangwa nguzo mpaka nyumbani kwako na nyaya. Hakuna kulipia waya wala nguzo. Lakini kwenye hili mkumbuke, watu wa miji, niye mna sheria zenu. Huu ni umeme wa vijijini. Sheria hii nafuu inampata mtu wa kijijini. Nyie wa mjini, hapo mji Tunduma mji, nyie mna utaratibu mwingine. Lakini kule kijijini, hata kama nyumba iko zahanati kule hospitali ya wilaya, kutoka hapa tutakupangia nguzo 1, 2, 10 na nyaya mpaka kule. Hakuna kulipa nguzo hata hii. Na meneja TANESCO simamia hili. Watu wako chini kule wasikuvuruge, wakaanza kutoza nguzo. Na sisi tunasema
hata kama uko mbali na mlimani, tutakuletea umeme huko. Tukiona gharama kutundika nyavu na nyaya na nguzo, moja kutundika sola huko nyumbani kwako. Muhimu zaidi, kila nyumba Mtanzania iwe na nini? Umeme. 8.6 kujenga soko hili. Nimepita hapo nimekuta magodauni manne makubwa. Hilo soko ni la kimataifa na tumeweka kimkakati. Zambia wao wanachukua mahindi, kuna miaka mingine hali ya hewa kule sio mzuri. Mahindi wanategemea huku, watachukulia pale. Na mtapata bei nzuri sana. Kuliko wewe mwenyewe ukiamua kupitisha mchochoro kwenda huko. Utadhulumiwa. Peleka pale, aje achukue pale kwa bei nzuri. Na naamini kitendo cha wizara kujenga majengo yale kimkakati, mkoa utasimamia na wananchi wapate tija. Tutapeleka mazao yote, mpunga, hiyo mahindi na mazao mengine pale. Ile ndio soko la kimataifa. Anatoka Zambia aje hapo, alitoka Kongo amekuja na meli mpaka Sanga, atakuta mahindi hapo. Hili ni soko la kimkakati hasa.